Yes, ladies and gentlemen, bwana, hapa nilipo ni Kigali, Rwanda, lakini pembeni yangu huu ni uwanja wa Ferwafa, uwanja wa shirikisho la soka la hapa Rwanda. Ferwafa ndio uwanja ambao unatumika kwa ajili ya Simba kutumia kwa ajili ya mazoezi hapa, hususan wakati huu ambao tayari wameshatolewa katika mashindano. Wameamua kuchukua uwanja huu kwa ajili ya kuendelea kujiandaa na ile pre-season yao kuelekea msimu ujao. Sasa kutokea katika uwanja huu ni uwanja ambao unapatikana haya maeneo ya Remera, na kimsingi kuna ukiangalia pale kuna gorofa ile pale, ile ndio makao makuu ya shirikisho la soka la Rwanda. Yani kwa mazingira ya nyumbani, let's say pale TFF, makao makuu ya TFF na uwanja wa Karume, maana yake ndo hapa kwamba yale ndo makao makuu ya shirikisho, na huu ndo uwanja wa Remera wenyewe ambao ni uwanja wa Ferwafa. Maeneo yanaitwa Remera, ni karibu kabisa na ulipo uwanja wa Amahoro. Ni kushoto kwangu hapa, wastani wa mita 800 ndio unapatikana uwanja wa Amahoro, uwanja mkubwa zaidi hapa Rwanda. Sasa uwanja huu siku ya kesho ndio unatarajiwa kufanyika mchezo wa kirafiki kati ya Simba na El Merreikh kutoka Sudani, ambayo yenyewe iko hapa hapa Rwanda, maskani yao yako hapa hapa Rwanda. Hebu nikiwa naongea niwaoneshe na mazingira ya uwanja. Yes, ukiangalia mazingira ya uwanja ndio haya hapa, lakini hiyo nimejaribu tu kugusia, nimejaribu kutiz session hii kubwa maalum kwa ajili ya kuangalia kikosi cha Simba na maandalizi yao katika safu ya ushambuliaji. Unajua Simba wamesajili mshambuliaji Jesse Ibrahim Doumbia, yuko pale kikosini. Ukiangalia mchezo kwenye Ibrahim Doumbia amesajiliwa, lakini mpango wa mwalimu uko vipi katika eneo la kushambulia? Ni eneo muhimu sana. Simba wana timu nzuri of course, lakini eneo la kushambulia ni eneo muhimu kwelikweli kwenye timu yao. Sasa hapa tunakwenda kuiangalia hii safu yao ya ushambuliaji. Katika mchezo wa Singida dhidi ya Simba, ule mchezo wa Sekafa wa hatua ya makundi, mechi timu iliyoanza, kikosi kilichoanza kwenye kipindi cha kwanza, kile ndo kikosi ambacho Steve Barker anatarajia akiwe kikosi cha msimu. Nasema hivyo kwa nini? Kwa sababu katika press na waandishi wa habari alizungumzia kwamba anakwenda kuanzisha strong squad yake, na kwa sababu ya mechi za kwanza hizi mbili hawakufanya vizuri, kwa maana walishindwa kupata alama, ziliondoka alama 4. Mechi hii sasa ni mechi ambayo anakwenda kupata testi kamili ya mpinzani wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo Singida ilikuwa ni mpinzani ambaye anakwenda kumpa testi anayoihitaji. Sasa kutokana na vile akapanga squad yake, ile first 11 yake akawa ameipanga. Katika ile mechi ukiangalia katika safu ya kushambulia alianza na standing striker, mshambuliaji wa mwisho, na ndio mchezo pekee ambao ameanza na mshambuliaji wa mwisho, yani namba 9 ameanza. Ukiachana na hivyo, mechi zilizopita kwa maana ya zile mbili ambazo zilichezwa katika uwanja wa Pele Kigali kule, zote alianza na false namba 9, namba 9 kivuli, na zote alicheza Ino Jospin Loemba. Kwa hiyo ukiangalia hapo utanielewa vizuri ninachotaka kukizungumzia na kile ambacho nataka kuwasilishia pia. Simba wamesajili striker Pase ambaye anakwenda kusimama pale mbele, lakini kipindi cha pili kocha alibadilisha, alimtoa Doumbia na akamuingiza Elie Mpanzu. Kipindi cha pili kinaanza, akamtoa Doumbia akamuingiza Mpanzu. Maana yake nini? Steve Barker ni kocha ambaye amekuwa akiamini sana katika false number 9. Yaani hata akiwa Afrika Kusini, na hili mara kadhaa waga nalizungumzia kwamba imekuwa ni kama philosophy ya timu za Afrika Kusini katika kutumia false number 9, namba 9 kivuli, waga wacheze namba 9 anayesimama pale standing striker. Of course sio zote, ila nyingi ziko hivyo. Sasa ukiangalia kwa upande wa Simba, namba 9 kivuli msimu uliopita amecheza sana, yaani Elie Mpanzu ametumika sana katika hilo eneo kama namba 9 kivuli. Msimu huu Elie Mpanzu hakuwepo kikosini kwenye hizi mechi mbili za kwanza kabla mechi ya Singida. Mbili za kwanza hizi dhidi ya Mogadishu City na dhidi ya Jamus, Elie Mpanzu hakuwepo. Hivyo nilifikiria kwamba angecheza na standing striker ambaye ni Ibrahim Doumbia. Doumbia alikuwa amekosa game time kwa sababu ndo alikuwa amefika. Ile mechi ya kwanza alicheza akiwa anatokea safarini
kwa maana ya hakutrain, kwa tunaita ametokea safarini na akaenda kucheza ile mechi kwa mara ya kwanza. Lakini option ilikuwa nini? Option ilikuwa ni Ino Jospin Loemba. Kwa hiyo alitaka kuendelea kubakia na namba 9, lakini namba 9 kivuli. Elie Mpanzu hana kikosini. Option ya Elie Mpanzu ni Ino Loemba. Kwa hiyo Loemba akacheza zile mechi without scoring. Simba haikufunga mechi zote mbili, Simba haikufunga goli. Mchezo wa mwisho ambao Elie Mpanzu ilikuwa tayari amesharudi, yupo kikosini, kocha akaanza na first 11 ina Dumbia mbele as a standing striker, akamlipa akafunga goli la kichwa. Maana yake nini hapo? Maana yake mpango wake wa false number 9 haukumlipa katika mechi mbili zilizopita, umekuja kumlipa katika mechi moja ya mwisho tena dhidi ya mpinzani mgumu, kacheza na standing striker na kafunga goli. Nilifikiria maybe anaweza kaja akaendelea hivi kwa maana kucheza na standing striker. Alichokifanya akamtoa kipindi cha pili akamuingiza Elie Mpanzu. Maana yake nini? Kwamba aliendelea kuamini kwenye filosofi yake kwamba nakutoa Dumbia na ingiza tena false number 9. Kuingiza false number 9 ambaye ni Elie Mpanzu. Mpanzu ameingia tu, akuchukua muda, akascore. Nini nataka kusema? Nataka kusema Steve Barker anaitengeza timu katika mazingira mawili tofauti. Mazingira mawili hayo, mazingira ya standing striker, yani akimweka striker kusimama anamweka anasimama na anaweza kumlipa kama ambavyo Dumbia amefanya, lakini anaweza kucheza na false number 9 na ikimlipa. Kwa hiyo option zake ni zipi? Akiamua kucheza mechi, akiamua kucheza ina standing striker, anataka mtu asimame juu, ni Ibrahim Dumbia. Kuna mechi akisema nataka nicheze na false number 9, ni Elie Mpanzu. Hiyo ndo safu ya mbele ya kushambulia. Option Ino Jospin Loemba. Kwa hiyo anaingia katika msimu wa ligi akiwa na striker huyu mmoja tu. Baraka Mwangosi hayupo kikosini, Selemani Mwalimu hayupo kikosini, ambaye yupo kikosini ni Ibrahim Dumbia peke yake. Kwa hiyo standing striker kwa Simba ni Dumbia peke yake. Option ya standing striker ni false number 9 Elie Mpanzu. Option Elie Mpanzu ni Ino Jospin Loemba. Nadhani mmenielewa hapo. Kwa hiyo kama kocha anakuwa na machaguzi haya mawili kwenye mipango tofauti, inakuwa kitu kikubwa sana kwa Simba. Sasa hapo tumezungumzia tu kwenye mazingira hayo, lakini tunasubiri kuona kwa maana ya mechi kwenye uwanja wa mazoezi. Kwanza wakishafanya mazoezi hapa, tutakuja kuangalia mpango uko vipi, kwa sababu leo wanakwenda kureflect pia mazoezi ya mchezo wa kesho. Kesho watakapocheza mchezo wao dhidi ya El Merreikh katika uwanja huu, tutakuja pia kuangalia kitu gani ambacho Simba huenda wanaenda kututengenezea, kitu gani ambacho wanakwenda kutuonesha katika michezo yao ya ligi, kitu gani ambacho wanakwenda kutupitisha katika ligi. So tunasubiri katika session za mazoezi tuone, ili tuweze kudescribe hivyo sisi.
kama vile shule tena leo naandika kabisa. Kuandika mambo ya taasisi.